Kuna mtu umemshikilia, umegoma kumsamehe, amekuumiza sana, amekutesa sana. Umefahamu ya kwamba yeye ndiye sababu ya wewe kupata mahangaiko hayo ulionayo. Leo nataka kuzungumza na wewe, na somo hili linasema usipokuwa na tabia ya kusamehe, nini hutokea? Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana 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 kwa hatua uliochukua ya kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo. Umetenga muda wako, umeacha majukumu yako mbalimbali, nami ninakusifu kabisa kwa hatua hiyo ama kwa maamuzi hayo ambayo wewe umeyachukua. Wale mliopo Kenya, wengine mpo Kongo, wengine wapo Omani, tunaona watu wanafuatilia mafundisho yetu. Kwa kweli Mungu awabariki kwa hatua hiyo. Nafuatilia mkiwa mbali, unaona watu wakiwa Ulaya wanafuatilia mafundisho yetu. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Si jambo jepesi hii dunia kwenye mitandao siku hizi na mambo mengi, lakini wewe umetenga muda wako kusikiliza. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kusikiliza mafundisho haya. Kutenga muda wako kusikiliza mafundisho haya. Kuna watu hapo Denmark, naona kabisa mpaka Denmark. Kwa kweli Mungu atukuzwe kwa ajili yako. Somo langu linasema vizuri, usiposamehe nini hutokea? Usiposamehe nini kinatokea? Hapa sasa, wale wataalamu wa kuwashikilia watu, naomba tuwe pamoja ili uelewe. Ukielewa maana yake ni kwamba ukifanya, umeamua kufanya wewe mwenyewe, yani umefanya kitu ambacho unakijua. Siku zote mwanadamu akifanya kitu ambacho anakijua, hata mbele za Mungu, Mungu huwa anakaa kimya, kwa sababu umefanya jambo ambalo wewe unalijua kabisa. Ukiambiwa hii ni dhambi usifanye, alafu ukaendelea kufanya, maana yake umefanya kitu ambacho unakijua. Sasa na lengo letu sisi ni kukupatia wewe maarifa, hakuna kitu kingine. Lengo ni nakufundisha neno la Mungu likusaidie katika maarifa. Na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini sio katika maarifa. Tazama watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wengi hawana maarifa. Sasa leo nitakufundisha maarifa haya, na hili ni tatizo kubwa kati ya matatizo makubwa ambayo yanawasumbua watu wengi. Sawa, nimekuuliza swali. Usiposamehe nini kinatokea? Ukiwa kama ni Mkristo ambaye wewe hautaki kusamehe, basi uelewe ya kwamba sala zako, maombi yako na jinsi unavyoenda mbele za Mungu, Mungu hakusikilizi. Mungu hakusikilizi kabisa. Hata kama unaona kama vile sala zinafanya kazi, mimi nakuhakikishia hizo sala zako wala hazifanyi kazi. Kinachofanya kazi ni neema tu, ambayo pengine kuna namna fulani Mungu amekujalia neema fulani. Hiyo ndiyo ambayo inafanya kazi, wala sio sala zako. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 59 ile aya ya kwanza, anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini aya ya pili inasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Neno liko wazi, maovu yamekufarakanisha na Mungu. Unaweza kujiuliza, huyu mimi alitaka kuniua lakini haukufa. Huyu mimi kanisababisha ndio na anaokota makopo.
huyu ndiye kanisababisha nina watoto 7, huyu ndiye kasababisha mimi wazazi wangu wamekufa, huyu ndiye kasababisha ABC. Masababisho ni mengi sana, wewe hujui tu alinifanyia nini. Huo mbele ya Mungu ni uovu. Huo mbele ya Mungu ni uovu. Kutokusamehe ni uovu. Na neno la Mungu nasema katika kitabu cha Isaya, hapa nimekusomea kwamba maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu. Sasa kufarakana na Mungu maana yake Mungu hataki kusikia, hata hataki kusikia. Kumbe Mungu asikilizi sala ya mtu mwovu. Mungu ashughuliki na mtu mwovu. Yaani ukishafanya uovu, Mungu anakusubiri uombe toba. Ukiwa hautaki kuomba toba, maana yake ni kwamba Mungu anaachana na wewe, anakaa mbali. Unaomba umejiwekea ukuta. Kwa hiyo kutokusamehe, hasara ya kwanza kabisa ya kutokusamehe ni kwamba unakuwa umejiwekea ukuta wewe mwenyewe. Yaani baina yako na Mungu umekusudia makusudi kabisa Mungu asikusikie. Labda hili ulikuwa haulijui. Utajiuliza, hii inakuwaje dhambi? Kwa nini kutokumsamehe mtu ni dhambi? Kwa sababu msamaha ni agizo. Msamaha ni amri. Msamaha, Mungu anakutaka wewe usamehe. Soma Mathayo sura ya 6 aya ya 12. Fungua Biblia yako tuchukue kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 12. Inasema hivi, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Unasikia? Unamwambia Mungu akusamehe madeni yako kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Sasa Mungu anakuambia usamehe, na wewe unamwambia Mungu akusamehe, na Mungu anasema sikusamehi mpaka pale utakaposamehe wewe deni zako kwa watu wengine. Na neno hili aliwahi kuliuliza Petro mahali fulani. Tusome kitabu cha Mathayo sura ya 18 aya 21. Ukisoma Mathayo ile sura ya 18 aya ya 21, kuna kitu hapa Petro anamuuliza Yesu, tusamehe kwa kiasi gani? Mathayo sura ya 18 aya 21 inasema nini hapa? Anasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami nimsamehe? Unasikiliza Petro anachokiuliza? Yaani kwamba ni mara ngapi mimi nahitaji kuhesabu kwamba huyu amenikosea mara 20 nami nimsamehe, ikizidi hapo nisisamehe? Sawa sawa. Haya, hata mara 7? Yaani Petro akaongezea kwamba hata akinikosea mara 7. Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Neno la Mungu hili lina maana kubwa sana. Anasema sikuambii mara 7, bali hata 7 mara 70. Haya, chukua kalkuleta yako, tanielewa kidogo kidogo. 7 mara 70. 7 mara 70 maana yake ni 490. Yani 7 mara 70 unapata mara 490. Unaelewa nini hapo? Mara 490. Mwaka mmoja una siku ngapi? Una siku 361. Ukitoa hapa, neno linamaanisha msamaha usio na kipimo. Ndio maana akamwambia 7 mara 70. Alikuwa ana calculate kwamba hakuna kipimo. Wewe unaweza ukahesabu makosa mtu yakafika 490. Yani unahesabuje mpaka afike 490? Hii maana yake ni kwamba hakuna kipimo cha kutoa msamaha. Lazima kutoa msamaha. Ndio maana Mungu anasema tunamuomba Mungu kwamba atusamehe kadiri sisi tunavyowasamehe wengine. Kwa hiyo hapo ndipo unapopata ule uovu nao kuambia wewe ambaye umeshikilia. Nisikilize tu kwa makini, utanielewa. Najua kwamba umeumizwa, najua kwamba una makasiriko, najua sio wewe, hata sisi tulipita huko.
Lakini baada ya kuipata neema ya Kristo Yesu, ndipo tulipoelewa kwamba kumbe hili jambo ni mfumo wa kishetani kusamehe. Kwa hiyo Mungu anatuamuru tusamehe ili sisi tusamehewe deni zetu. Kwa hiyo unapokusudia kuto kumsamehe mtu, maana yake ni uovu. Tayari shetani anafurahi, umemshikilia mtu kwa uovu wake huo alioutenda, alafu sasa shetani anasema kwamba tayari huyu amenifungulia mlango. Ukishakuwa uovu, maana yake ndani yako umefungua mlango ili shetani afanye kazi vizuri. Tusikilizane kwa makini ili tuelewane. Mwanadamu jinsi ulivyoumbwa, shetani hakuwezi kwa namna yoyote. Jinsi Mungu alivyokuwekea ulinzi mwanadamu, shetani hakuwezi kwa namna yoyote. Nini kinasababisha shetani anakutawala? Ni ule uovu ambao wewe unautenda. Ndio maana mwanadamu alipokuwa katika bustani ya Eden, shetani hakumburuza mwanadamu, hakuweza kumfanya kitu chochote, isipokuwa alienda kumshawishi atende dhambi. Mwanadamu aliposhawishika kutenda dhambi, ndipo dhambi ilipoingia kwa mwanadamu. Dhambi ilipoingia kwa mwanadamu, ndipo utukufu wa Mungu ulipoondoka kwa mwanadamu. Ndio ule ulinzi ambao mwanadamu alikuwa analindwa na Mungu ulipoondoka, mwanadamu akaanza kutaabika, na ndio dhambi inayokutesa mpaka leo. Kwa hiyo shetani anatafuta sababu ya wewe ufanye kitu fulani cha uovu ili umfungulie njia ya yeye kuingia. Kwa hiyo unapomshikilia mtu ambaye hutaki kumsamehe, maana yake umeruhusu shetani akuoperate, umeruhusu shetani afanye kazi ndani yako, kwa sababu kuto kusamehe ni zao la kishetani, ni zao la uovu, ni mpango wa shetani, sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo kama haumsamehi yoyote, maana yake ni kwamba unaumia wewe. Taratibu, sikiliza kwa upole kabisa, chukua maji kunywa, nisikilize, vuta pumzi yako, shusha, sikiliza. Wewe sikiliza tu ili neema ya Mungu ije. Tunapofundisha ninakuombea pia Roho Mtakatifu akupe mang'amuzi, akuondolee hiyo hasira ndani yako. Roho Mtakatifu aingie na akutengeneze kupitia mafundisho haya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ili upate kuelewa, kwa sababu shetani hataki uelewe. Shetani hataki uelewe. Kwa hiyo uovu utakaokuwa unaendelea nao kwa kumshikilia mtu, maana yake Mungu asikilizi, kama nilivyokuwa nimekuambia. Lakini upande wa pili, shetani anakutumia, anaanza kuchochea. Uovu unachochewa na uovu unakuwa. Uovu ni mbegu. Mbegu yoyote ukishaipanda, ukiwekea mbolea, ukiwekea maji, ikapata na mwanga wa jua, inakuwa. Na uovu uko hivyo hivyo. Shetani akishapanda uovu ndani yako, anauchochea. Ndio kila siku yule mtu ambaye alikukosea, ndivyo unavyozidi kumchukia na kumuona kwamba hafai. Kumbe ni mbegu inakuwa, inakwenda, inaota mizizi. Ikija kuwa sugu, wewe utatoka huko kwa shida na kwa taabu sana, kwa neema ya Mungu. Kwa nini? Haukutaka kusikiliza. Unapokuwa umemweka mtu moyoni, unayeumia ni wewe. Neno la Mungu linasema hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Na kuto kusamehe, kuna zao la hasira ndani yake, kuna zao la chuki ndani yake. Ndio maana unasema haujui jinsi gani ameniumiza. Maumivu si mpango wa Mungu, maumivu ni mpango wa shetani. Ndio maana unasema hayo maneno kwamba wewe hujui tu jinsi gani ameniumiza, haujui tu jinsi gani nimeteseka, haujui tu taabu nilionayo hii, isingelikuwa yeye, mimi nisingelikuwa hivi. Yeye ndiye amesababisha mimi niwe hivi. Mimi leo ningekuwa mbali,
alichukua maisha yangu yote, akanipa mimba nikafukuzwa shuleni, amesababisha nimeachika kwenye ndoa yangu, amesababisha wazazi wangu wamepoteza uhai, amesababisha watu wanaona mimi ni kahaba, amesababisha ninaugua magonjwa yasiyokuwa na tiba, amesababisha maovu yote. Yeye ndiye amesababisha. Nisikilize, amesababisha kweli, lakini amesababisha akiwa kazini. Yaani hiyo ni kazi ya shetani. Shetani alipandikiza uovu ndani ya huyo ambaye umembebelea, ukaja kwako wa uovu, akafanya huo uovu. Tayari yeye anayo maumivu sawa, lakini wewe unaumia zaidi kuliko yeye, kwa sababu wewe ndio umebeba uovu. Hatari ni ipi? Mtu wa kwanza alikufanyia jambo la kwanza. Wanadamu ni waovu tu, yaani wanadamu ni waovu tu, siku zote ni waovu tu. Watu ambao hawana wokovu ndani yake ni waovu tu. Una watu 10 ambao wamekukosea na wewe hutaki kuwasamehe, maana yake una mizigo ya watu 10. Kwa hiyo ukimwona huyu kwenye gari umechukia, ukimwona huyu sokoni umechukia, ukimwona huyu mpendwa kanisani umechukia, ukimwona huyu katika labda shuleni umechukia. Yaani watu 10 kila unapokutana nao, na mara nyingi waovu ni watu wa karibu yako, wewe ndio ubaya. Ukienda jirani yako ukimwona amekufanyia jambo baya umechukia. Sasa nani anayeumia kati ya wanaokuchukiza wewe au wewe unabebelea hicho kinyongo kwa ajili ya hao watu ambao wamekukosea? Unachokifanya wewe hauna tofauti kabisa na kuamua wewe kunywa sumu ukitegemea mwenzako afe. Sasa mtu yoyote anayebebelea vitu maana yake anakunywa sumu, kwa sababu afya yako ya ndani, afya yako ya rohoni inaathirika kidogo kidogo. Ndio maana hakuna mtu mwenye kinyongo akawa na uso uliochangamka. Unaona tatizo? Wewe atafute watu ambao walipata matatizo alafu hawakuyaachilia. Angalia nyuso zao, wala usihangaike kumuuliza chochote. Angalia uso wake, utaona ana majonzi, ana makunyanzi, utaona uso ambao haujachangamka. Ndio maana ukikutana na mtu wa hivyo, ndugu yangu vipi, mbona kama nakuona huko sawa? Tatizo lipo moyoni mwake. Ukiwa hauna tabia ya kusamehe, maana yake unakuwa na maumivu ya ndani, na maumivu ya ndani yanapozidi, mishipa ya rohoni inapasuka, unaanza kububujika damu ndani kwa ndani. Utakufa kwa pressure, utakufa kwa stroke. Ndio maana katika mafundisho ya kiroho kuna magonjwa, tunakwambia magonjwa haya asili yake ni maumivu. Stroke, shinikizo la damu, asili yake ni maumivu. Pressure, asili yake ni maumivu. Yaani ukimwona mtu ana pressure, iwe ya kupanda, iwe ya kushuka, tunaheshimu sana madaktari na kazi zao na kazi za kitabibu, lakini uchunguzi wa kiroho unaonesha wazi watu wenye pressure imetokana na maumivu. Hata madaktari ukiwauliza watasema hivyo. Kwa nini? Utasikia huyu bwana tangu amefiwa na mtoto wake ndio pressure yake iko hivi. Sikiliza stories za pressure. Ndio maana mtoto mdogo akiwa na pressure, madaktari wanasema siku hizi imekuwaje mtoto mdogo ana pressure? Unajua kwa nini wanauliza swali hilo? Wanauliza wakijua kwamba mtu mzima ana mambo mengi ambayo ndio anasababisha apate pressure. Watoto wamerudishwa shuleni, hakuna ada, mzazi anawaza mawazo, msongo wa mawazo unaanza hapo. Na yeye kazini kuna mgogoro, amepunguziwa mshahara, mawazo hayo. Yupo kwenye nyumba ya serikali ama nyumba ya taasisi, anatakiwa ahame akajitegemee, nawaza hapo. Alikuwa na gari yake, imepata hitilafu, imepata ajali, imeungua moto, mawazo. Vitu vya aina hii ndio vinasababisha mtu kupanda na pressure au kushuka kwa pressure. Ndio maana tunasema matatizo haya asili yake ni maumivu ya ndani. Watu hawa wakiweza kupona maumivu ya ndani, magonjwa ya pressure haya hayatakuwa yanawasumbua.
Stroke nyingi zinatokana na msongo wa mawazo. Vitu viko wazi kabisa. Tunasema haya ni nini? Maumivu ya ndani, hasara ya kuto kusamehe. Unakuwa na mizigo ambayo hauwezi kuishusha. Unaongeza mzigo kila anapoitwa leo. Kila anapoitwa leo umembeba huyu, umembeba yule, umembeba yule, umembeba yule. Halafu wewe anakubeba nani? Hayupo. Ndio matokeo yake unaona sasa matatizo ya afya ya mwilini yanaanza kuonekana. Uso kukunjamana na mwili kudhoofika, ni kwa sababu ya kuwabeba watu. Mwanzo nimekuambia utulie unisikilize ili upate kunielewa, ili somo liwe msaada katika maisha yako, kwa sababu watu wengi sana wana hili tatizo. Ukiona umembebelea mtu yoyote, maana yake shetani yupo kazini. Ndio maana Mungu anaagiza kwa habari ya msamaha, ili ni kusamehe mimi, wasamehe wengine. Haimaanishi ana ofa kitu fulani cha upendeleo. Anakuambia kwa onyo kwamba usipowasamehe mimi sikusamehe. Ameweka sheria ngumu ili wewe uwe na tabia ya kusamehe, upone. Usiposamehe, Mungu anajua kwamba hautopona hata kwa maombi. Unatakiwa ushauriwe ili maumivu ya ndani yaondoke. Unahitaji ushauri tu, unahitaji maelekezo tu, alafu wewe unaamua kusamehe. Na katika vitu ambavyo vinasababisha mwanadamu asisamehewe mbinguni na duniani ni mambo mawili. La kwanza ni kumkufuru Roho Mtakatifu, na la pili kuto kusamehe. Kwa hiyo kuto kusamehe ni ugonjwa mkubwa katika maisha ya Mkristo. Lazima usamehe, na asiyesamehe yoyote yule ndiye apataye matatizo kuliko huyo aliyekutendea hilo tatizo ama hilo jambo ama hilo swala ambalo unaona kama halisameheki. Yaani kuona kwamba siwezi kusamehe, ujue kabisa kwamba huyo si wewe, hiyo ni kazi ya shetani. Msamaha ni kuamua kuachilia kwa makusudi hisia zako za uchungu. Huko ndiko kusamehe. Yaani unaamua kuachilia kwa makusudi hisia za uchungu. Sasa uchungu umesababishwa na nini? Kesi zitakuwa ziko tofauti, lakini unaamua. Unaona, sio juhudi za kuombewa, ni juhudi za kuamua kuachilia kwa makusudi. Katika hii huduma tunafanya maombi na maombezi. Mara nyingi sana tumekutana na hiyo kesi, unamwombea mtu alafu nasikia mwambie aachilie, mwambie awaachilie aliyowashikilia. Unamwambia ndugu yangu, kuna watu umewashikilia, anakuuliza umejuaje? Unamwambia ni maombi, ninapoomba lazima nitapata taarifa sahihi. Ni kweli, unajua wale bwana walisababishwa nikafukuzwa kazi. Sasa tuko kwenye maombi. Bwana majeshi anakutaka uachilie, maombi yaendelee. Kwa nini tunaambiwa aachilie? Kwa sababu yale maombi yanaenda bure wakati ule, inakuwa ni kazi ya bure. Sasa kwa rehema ya Mungu anaamua kujifunua, mwambie waachilie ambao amewashikilia. Kwa hiyo yule mtu sasa akisema tunamuongoza labda sala ya toba, anawaachilia wale ambao amewashikilia, halafu nini? Neema inaingia ndani yake. Ndio maombi yanaanza kuingia, ndipo Yesu anafanya kazi ndani yako, ndipo Roho Mtakatifu anajifunua ndani yako. Unashindwa kupata msaada wa msamaha kwa sababu umeamua kushikilia kwa makusudi, kushikilia wakati Mungu anakutaka uamue kwa makusudi kuachilia. Kwa hiyo kushikilia ni kubishana na Mungu kwa namna nyingine. Kwa hiyo unielewe vizuri, wewe unayeshikilia, hizo ndio athari zake. Kwa hiyo baada ya mafundisho haya, ukiendelea kushikilia mtu, uwe unaelewa, usikubali kufa kwa kujiua. Kuto kusamehe ni kukubali wewe kufa kwa kujiua, kwa sababu nimekuambia awali kwamba kuto kusamehe ni sawasawa na kunywa sumu ambayo inakuua taratibu. Nitakupa mfano mmoja utakusaidia, Mungu akusaidie kuelewa.
Mimi naye kufundisha haya ninayokufundisha nimepitia. Nitakushirikisha na wewe. Inawezekana tusifanane uzito wa jambo, lakini nitakwambia jambo moja tu. Yako mengi sana, ila mimi wapo watu katika maisha yangu waliamua kunitafuta kuniua. Wapo, siwataji ni wa aina gani, ila wapo ambao walikuwa wananifahamu na wananifahamu mpaka leo, na mimi pia ninawafahamu mpaka leo. Walitafuta kuniua kwa aina mbili. Walitafuta kuniua kwa nguvu za giza na walinitesa sana, lakini walishindwa. Lakini walinitafuta kuniua kwa bunduki, lakini walishindwa. Kwenye nguvu za giza nilitaabika, lakini Mungu alikuwa pamoja nami katikati ya taabu zangu, nikashinda. Wakati wote huo mimi sikuwa najua kwa habari ya hapa kuna ushindi, kuna ushindani. Nilikuwa nataabika tu, nilikuwa nachukia kama unavyochukia wewe. Yaani kwa wakati ule ningepewa nafasi ya kusema amua unataka nini kitokee, kwa kweli wale watu wote leo wasingekuwepo kwa wakati ule. Lakini kadiri nilivyokuwa naenda mbele, nilipompokea Kristo, nilipoanza kujifunza, nilielewa kwamba nilikuwa kwenye masomo, nilikuwa shuleni. Mungu kuna mahali alikuwa ananipitisha, ndio maana aligoma nisife. Kwa matukio niliyopata mimi, ilifikia hatua unapigiwa simu ya kuuliza kwamba unaulizwa uko hai au umekufa. Unasikia hiyo simu unayopigiwa? Yaani mtu anakupigia simu, nasikia umedondoka, hali yako mbaya. Unacheka. Na sio simu mara moja, unapigiwa simu mara 2, mara 3. Kwa hiyo nimepitia kwenye hali za namna hiyo. Nimekupa mfano mdogo sana, sitaki hata kukupotezea muda. Kwa nini nimekuambia haya? Usije ukasema kwamba nasema kitu nisichokijua. Maumivu yake mimi ninayajua. Lakini kwa kuwa Yesu aliamua kwa makusudi kabisa kunipitisha, na aliamua kwa makusudi kabisa kunionesha, yani kuna wakati Mungu alivyokuwa wa ajabu, alinionyesha hawa watu clear kabisa, niliwaona wakiwa wanafanya hayo mambo. Kumbuka ni watu ninaowajua, ni watu wa karibu, kama neno la Mungu linavyosema, adui ni mtu wa nyumbani mwako. Ni watu wa karibu kabisa. Alinionyesha, unamwona huyo, unamwona huyo, unamwona huyo, unamwona huyo, unamwona huyo, wanafanya hili. Yani niliona kabisa. Lakini wakati huo neema ya Mungu ilishaanza kunifunika. Leo hii ninavyokuambia, hata wakinifuata hapa bwana za saizi, nitawaitikia kwa uchangamfu wa ajabu sana. Na tangu nilipopata neema ya kuwafuta moyoni mwangu, yani kwa maana ya kwamba kuondoa uchungu, aise, namshukuru sana Mungu. Kwa kweli Yesu ndio maji ya uzima. Yesu alisema mimi ni maji ya uzima. Mtu akinywa maji haya hataona kiu milele. Holy glory, holy glory. Yesu, jina la Bwana litukuzwe kabisa. Ndipo nilipojua neno lile lina maana gani. Nilipopata neema ya kuwafuta, kwa maana ya kuondoa kile kinyongo, mpaka leo hawapo ndani ya moyo wangu. Na ni watu ambao tunaweza kukutana, tunaweza kuongea nikiwa na amani ndani yangu, na nikijua kabisa ni huyu na wengine wanajua kama najua. Yani wapo ambao wanajua kwamba taarifa zao ninazo, wengine pengine hawajui. Lakini leo hii nikikutana nao, sina shida na yeyote. Sina shida na yeyote, kwa sababu Yesu alishanifundisha kwamba hii haifai. Ndio maana nakwambia na wewe haifai. Yani kama nilinusurika kuuawa kwa nguvu za giza na kwa bunduki, ni kitu gani kizito zaidi ya hicho? Kwamba ningeuawa ningekuwepo leo. Lakini Yesu alinipitisha nijifunze. Sasa na wewe ninapokufundisha neno hili, ujue kwamba
Ni mbinu gani shetani anatumia kukuharibu? Wewe unamuona aliyetenda uovu, kumbe nyuma yake kuna msukumo wa nguvu za shetani ambao umemsukuma huyo mtu akafanya hiyo kazi, ikafanya kuleta machukizo na maumivu ndani yako, ili wewe ukae na maumivu. Yamkini ndani yako kuna huduma, kama huduma niliyo nayo ya kutoa mafundisho, kama huduma ya utumishi. Leo hii ningekubali kuwa ni ngumi kwa ngumi, panga kwa panga, jiwe kwa jiwe, shoka kwa shoka, tungekuwa tunatafutana mpaka leo. Haya, huduma hii ningeifanya lini na saa ngapi? Lakini kwa neema ya Mungu asema, wewe, inayotafutwa hapa ni huduma yako. Hautafutu wewe kama wewe. Ndani yako kuna kitu ambacho wao wanakijua, shetani anakijua, anatafuta namna ya kukuhangaisha ili usiweze kumtumikia Mungu. Pengine na wewe ni hivyo hivyo, wanakuhangaisha kwa hayo mahangaiko ili tu usifikie hatima yako, ambayo utaanza wewe kumakinikia vitu ambavyo ni viovu. Unakuwa na hofu, na Mungu akumuumba mwanadamu ili awe na hofu. Msamaha ni tendo la kujiponya wewe mwenyewe. Unapoamua kusamehe, maana yake umeamua kujiponya. Na mtu yoyote mwenye uwezo wa kusamehe mara tu anapokwazwa, huyo mtu safari yake ya maisha ni njema sana. Huyo mtu muda wote utamkuta ni mchangamfu, kwa sababu kinachokufanya usichangamke ni nini? Ni kushikilia matatizo. Utaona namna yake ya kuongea, namna yake ya kujibu, namna yake ya kuishi, namna yake ya kuzungumza ni tofauti sana, kwa sababu ndani yake kuna bubujiko la msamaha. Huyo mtu anajiponya mwenyewe. Ni mtu ambaye atakuwa mchangamfu wa moyo, kwa sababu hana tabia ya kushikilia. Utawashikilia wangapi? Na kila siku waovu wanazaliwa, na kila siku watu wanaokuinda wanazaliwa, wapo na hawawezi kuisha. Mbio zako mpaka siku utakapoingia kaburini, utawabeba wangapi? Ushauri wangu, waachilie. Jifunze kuachilia. Maombi ambayo yanaweza kukusaidia ni maombi ya huruma ya Mungu, ambayo wewe mwenyewe unaweza ukaomba huruma ya Mungu. Mungu akuhurumie, Mungu akurehemu, ili upate neema ya kuona umuhimu wa kuachilia. Yesu mwenyewe ambaye ndiye kila kitu katika maisha yetu. Tunaitwa Wakristo kwa sababu ya Yesu Kristo mwenyewe. Alipotundikwa pale msalabani, akagongelewa misumari, Yesu ambaye hakuwa mwana wa dhambi, hakutenda dhambi, alikuwa mtakatifu katika utakatifu wake. Tunakaa tukijua yupo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwana ambaye ni Yesu mwenyewe ametoka mbinguni akashuka duniani kwa ajili yetu ili sisi tukombolewe, ambaye alikuja kufa yeye ili sisi tupone, alikuja kupigwa yeye ili sisi tuokolewe. Akakubali yote, akatukanwa, akatemewa mate, akasulubishwa msalabani kwa kifo cha aibu. Maana waliokuwa wanasulubishwa msalabani kwa wakati ule walikuwa ni wezi, na yeye akasulubishwa na wale wezi wawili, katikati alikuwa ni yeye, akakubali. Lakini anasema, Bwana, uwasamehe hawa kwa kuwa hawajui walitendalo. Fungua kitabu cha Luka 23:34 aya 34. Luka 23. Fungua Biblia yako hii hapa. 23:34. Anasema Yesu anasulubiwa msalabani. 33 aya 33 naweza kusema, na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe hawa kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura. Yesu ambaye hakuwa na dhambi amekusamehe na wewe. Hakumshikilia yote, kwa sababu Yesu angeshikilia, angeenda na hizo hasira mbinguni, sisi tungekuwa hatujapona. Ndio maana tulifundishwa kwamba tumuombe Mungu atusamehe deni zetu, dhambi zetu,
kama vile sisi tunavyowasamehe wengine. Kwa hiyo kuto kusamehe ni kuto kujisamehe. Yesu atufundisha mwana wa utakatifu kabisa kabisa, mtu kweli, Mungu kweli, anasema Baba, wasamehe hawa kwa kuwa hawajui watendalo. Wasilolijua lipi? Wakati walikuwa wanatambua yote, wamesema yote, wamenuiza kumsulubisha, hawakujua kwamba tu yule ni Mungu kweli na mtu kweli. Lakini matendo yote waliokuwa wanayafanya yalikuwa yanajulikana na walikuwa wanayajua. Lakini Yesu anafundisha kwa habari ya msamaha. Hebu tafakari hii ambayo Yesu anatufundisha hapa. Luka sura 23 aya 34. Kaa hapo, chukua Biblia, soma. Kwa nini Yesu alitangaza msamaha kwa ajili yako wewe ambaye umewashikilia wengine? Sasa Yesu ambaye hakuwa na dhambi amekusamehe wewe kwa sababu umezaliwa na dhambi. Sasa Yesu asingekusamehe ingekuwaje leo? Kama Yesu aliamua wewe kukusamehe ili uishi, ili upate utukufu wake, upate kurithi ufalme wa mbinguni, kwa nini wewe unagoma kuwasamehe wengine? Oh, haleluya. Mungu akutie nguvu kwenye jambo hili. Nimeona kwa watu wengi sana, nimeona ni jambo ambalo linawatesa watu wengi sana, lakini wanateseka bila kujua. Wanateseka bila kujua kwamba kinachowatesa sio hicho ambacho wanakiona. Kinachowatesa ni shetani, ndiye anawatesa kupitia hao watu ambao nyinyi mnaona kwamba wamewadhulumu haki zenu, lakini ukweli ni kwamba shetani ndiye anawajibika hapo. Kwa hiyo amewapigia ni upofu, hamuelewi watu wa Mungu. Kwa hivyo msameheane watu wa Mungu, samehe watu, na ukishaanza kusamehe watu utaona ile neema ya Mungu inavyobubujika ndani yako. Mungu akutie nguvu sana sana sana. Roho Mtakatifu akusaidie kukufundisha namna gani inapaswa kumsamehe mtu, namna gani unapaswa kuachilia huo uchungu ulionao kwa makusudi ili upate kupona, na katika uponyaji huo kusaidie kukufikisha katika ule ufalme wa mbinguni. Ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho mbalimbali ambayo yanafundishwa hapa kwenye chaneli ya Mikono ya Kristo. Wewe ambaye pengine leo ni mara ya kwanza, ama hata kama sio mara ya kwanza lakini hauja subscribe kwenye channel yetu, ninakualika kusubscribe kwenye channel yetu, lakini pia kubonyeza hiyo alama ya kengele, like na kucomment. Comment pale ulipobarikiwa. Pia ninakusina kukuomba share mafundisho haya kwa watu wengine. Kama una uwezo wa kushare kwenye magroup mengine, share tu. Yupo mtu anateseka. Hasa masomo haya ya uponyaji, ni watu wengi sana wanateseka. Uwe na tabia kuwatumia familia pia waweze kusikiliza mafundisho haya, watafunguliwa na wewe utabarikiwa. Huu ni mzigo mzito sana ambao sisi wa Kristo tumekamatwa nao. Shetani anapiga kelele za shangwe kwa sababu ya jambo hili, sisi wenyewe hatujui. Kwa hiyo jitahidi kuwashirikisha wengine ili wapate kufunguliwa, nawe pia upate kubarikiwa. Una jambo hujalielewa, unahitaji kuelewa kitu fulani, unahitaji kuelewa jambo fulani, basi namba za simu ziko hapo, tupigie na sisi tutakuhudumia kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyojifunua juu ya jinsi ya kukuhudumia. Namba ziko hapo. Wewe ambaye unatutazama, tumeona hapa watu wapo Kenya, tumeona hapa watu wapo Omani, tunaona hapa watu wapo Denmark, tunaona watu wapo Kongo, wengine wako South Africa na maeneo mengi ulimwenguni. Kama unataka kutupigia simu, basi kwenye hizo namba zetu ondoa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha 255, kisha tuwasiliane kama una jambo ambalo ungependa kutushirikisha moja kwa moja, na sisi tutakuhudumia, na Mungu atatenda muujiza popote ulipo. Mungu hana mipaka, Mungu hazuiliwi. Unaweza ukajiuliza, sasa mimi labda kwa mfano wewe uko Denmark huko, unasema kweli huyu mtumishi uko Tanzania anaweza akanihudumia mimi? Ngoja nikuambie kitu kimoja, Mungu hana mipaka. Mungu anafanya kazi popote pale, anafanya kazi kwa namna ya ajabu. Mungu akiamua kukuponya kupitia watumishi wake
popote ulipo atakuponya. Kuna watu wanapona kwa kusikiliza tu, wala hawajaombewa chochote. Popote huko waliko, wanaposikiliza maombi haya, wanaposikiliza mafundisho haya, basi Mungu anawaponya moja kwa moja na matatizo yao yanaisha. Hivyo na wewe ambao unahisi uko mbali, wala usio na wasiwasi, Mungu hana umbali. Mungu anaponya watu wote. Basi ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, nasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.